Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tunamtazama Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye wakati huu anaonekana kama mtu aliyechanganyikiwa kutokana na kwamba kile alichokitaka nchini Iran hakikufanikiwa, lakini wakati huu kunaonekana kuna makubaliano yanayoenda kwa kasi mno kati ya Marekani na Iran. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anaonekana kwa sasa amevurugwa kutokana na kwamba kwanza nchi yake haishiriki kwenye mazungumzo, lakini pili, nchi yake anaiona kama mhanga dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini ndiye aliyekuja na mawazo kwamba lazima ulimwengu hakikishe Iran haimiliki silaha za nyuklia, lakini pia kuondoa utawala ambao ni tishio kwa nchi yake, kwa maana utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kadhalika kuhakikisha Iran haiwi na makombora masafa marefu. Lakini mambo mengi wakati huu yanaonekana kutojadiliwa. Ni jambo moja tu la mpango wa nyuklia ndilo ambalo linazingatiwa zaidi, pamoja na suala la mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa sasa waziri mkuu huyo ambaye inatajwa aliwahi kugombana na rais wa Marekani Donald Trump katika simu wakati wakizungumzia namna ya kujiepusha na mashambulizi. Kwa sasa waziri mkuu huyo inatajwa kwamba alikasirika sana na mipango ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba wanatakiwa kumaliza vita katika siku za hivi karibuni. Ikumbukwe waziri wa mambo ya kigeni Bwana Marco Rubio alitangaza katika siku za hivi karibuni kwamba kuna uwezekano wa kumalizika kwa vita hivyo na hali inazidi kuwa nzuri, na kwamba muda wote mambo yanaweza yakawa mazuri na kusitishwa kwa vita hivyo, jambo ambalo limesisitizwa pia na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hili linatajwa linazidi kumpa mawazo waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Netanyahu yeye mipango yake ilikuwa ni kuendeleza mapambano, huku akitegemea Marekani kwamba itatoa silaha pamoja na fedha za kuendesha vita hivyo. Lakini kimsingi Marekani imezingatia maslahi yake ya kiuchumi, kwa sababu hali ya kiuchumi nchini humo inazidi kuyumba, na kwamba wataalamu wa masuala ya uchumi wameshauri kwamba hakuna haja ya kuendelea na vita hivi zaidi ya mazungumzo. Hata hivyo, Trump ametoa wito kwamba lazima washirikiane kwa pamoja katika kumaliza vita hivi, vita ambavyo vinaleta hasara katika ulimwengu na vita ambavyo kimsingi vimehatarisha kuyumba kwa uchumi duniani. Licha ya kwamba waziri mkuu huyo amevurugwa kutokana na kutokumalizika kwa vita hivyo, lakini katika sehemu ya makubaliano ni kwamba waziri mkuu huyo wa Israel hapaswi kuendelea kuishambulia Lebanon, lakini Netanyahu anasema Israel ina uhuru wa kujilinda dhidi ya Lebanon. Waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba Israel itaendelea kuwa na uhuru wa kuchukua hatua dhidi ya vitisho kutoka Lebanon. Kauli hiyo imetolewa katika mazungumzo ya simu kuhusu makubaliano yanayoibukia kati ya Washington na Iran. Kwa mujibu wa chanzo cha kisiasa cha Israel, Netanyahu alisisitiza kuwa Israel itadumisha uhuru wa kuchukua hatua katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, na Trump alikubaliana na msimamo huo, anasema waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na vyombo vya habari alitaka Israel kutoendelea na mashambulizi dhidi ya Lebanon. Matarajio kupatikana kwa suluhu katika vita vya miezi mitatu kati ya Marekani, Israel na Iran yameongezeka baada ya Trump kusema kuwa makubaliano yanayoratibiwa na Pakistan yanaweza kusaidia kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia katika kumaliza mzozo uliopo kati ya Marekani na Iran. Shirika la habari la Fars la Iran limesema rasimu ya makubaliano hayo inapendekeza Marekani na washirika wake kutoshambulia Iran au washirika wake, huku Iran nayo ikiahidi kutofanya mashambulizi mapema dhidi yao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.